hakuwa tu mbunge wenyu hapa, alikuwa ni kiongozi tuliyetambua kama kiongozi wa kitaifa, kiongozi ambaye alihudumia nyinyi hapa kama mwakilishi wenyu kwa bunge kwa umakini, ustadi na bidii sana. Na vile viongozi wengine wamesema, hata mimi ningeomba wakati utafika, siasa zije, Mungu awajalie na wafungulie mlango muweze kuona na kupata kiongozi mwenye maono ya mbali kama vile Mheshimiwa Ijendi alikuwa na maono ya mbali. Siasa zitakuja, watu wa Malava, lakini tusikubali wakati siasa zinakuja watu waje watuletee siasa za kugawanya watu wa Malava kwa misingi ya ukabila ama dini ama familia ama rangi ya watu. Siasa zikija, tupige siasa za amani, siasa za kujumuisha watu wote pamoja, vile Mheshimiwa Rais ametuonyesha kitaifa ya kuwa tunaweza kuishi sisi wote pamoja na tuwe kwa serikali moja, sababu Mwenyezi Mungu alituweka kwa nchi moja ya Kenya. Lakini wakati Bishop amesema wale walikuwa kwa serikali watoke, sisi tuingie ndani, nikakumbuka maneno ambayo huwa tunaambiwa kila wakati na Mheshimiwa Rais, ya kuwa serikali ni kubwa ya kutoshea kila mmoja wetu. Hamna haja mtu yeyote atoke kwa serikali ili wengine waingie. Sisi wote kama Wakenya tunaweza kutoshea kwa hii serikali, sababu ni serikali ya Kenya na sisi wote ni Wakenya. Mtafute kiongozi ambaye ataendesha ile kazi Mheshimiwa Ijendi aliacha ikiendelea. Vile mmesema viongozi wa hapa, kama niyo barabara ya kutoka Malava Market kwenda Sambisi, hiyo barabara kwa heshima ya Mheshimiwa Ijendi, Mheshimiwa Rais ameamurisha na itaanza kujengwa kuanzia mwezi ujao. Tenda zinaendelea, hiyo barabara ijengwe. Mambo ya KMTC, ya maji, yale yote ilikuwa kwa mpangilio ya maendeleo ya Malava. Sisi tunataka tuendelee na nyinyi, tutembee na nyinyi sambamba, ili kazi yote iliyopangwa na marehemu Mheshimiwa Ijendi isikwame. Na nitawaomba mtupe kiongozi ambaye atakuwa na maono ya maendeleo, mtu ambaye hatakuwa mchochezi, mtu ambaye hatakuwa wa maneno matupu, awe ni kiongozi wa vitendo vile Mheshimiwa Ijendi alikuwa kiongozi wa vitendo, kiongozi wa amani na kiongozi wa kuwapatanisha watu wote wa Malava na nchi yetu ya Kenya. Mwenye atahakikisha ya kuwa ile miradi yote ya mashule, ya kuunganisha stima, ya KMTC, hiyo barabara yenyu ya Malava kwenda Masamisi, yote imekamilika, hata masoko zenyu na affordable housing projects ambazo Rais ameanzisha hapa Malava na Western Kenya, apate kiongozi ambaye wataweza kupelekana pamoja. Na yule mtachagua akija bunge, na mimi tutapangana na yeye, nimuonyeshe kona kona hivi ili alete maendeleo yote Sio ndio kupendana? Sisi tunaamini tunaweza kusonga wote pamoja kama Kenya. Mnakumbuka wakati Rais aliahidi ya kuwa atatatua matatizo kwa sekta ya sukari. Wengi walifikiria ni maneno matupu ya siasa wakati wa kampeni. Na wakati alishika hatamu ya uongozi, bilioni 100 karibu 17 madeni ya sukari ikafutiliwa mbali na serikali ya Kenya. Nakumbuka wengine wa kabila wakaenda huko kwetu kusema, unaona amefutia Waluya pesa ya sukari na hajafuta ya kahawa. Sababu wale ni viongozi ambao fikra zao, maono yao ni ya ukabila. Hata hawakuelewa wakulima wa kahawa walikuwa wamewekwa mstari mbele. Leo hii sio tu sukari imeanza kuwa na manufaa kwa mkulima. Nchi yetu inajitosheleza chakula, mahindi iko ya kutosha, sukari iko ya kutosha, hatuagizi sukari kutoka nje sasa, sababu ya bidii ya wakulima wa hapa Western Kenya na wengine. Vile vile
sababu naelewa sehemu hii wananchi wameanza kuelimishwa na kupanda kahawa. Wachani niwaibie siri, niwaibie. Si mnajua sisi watu wa Terere ni watu wa shilingi. Sisi ni watu wa shilingi. Na hapa anga na climate ni mzuri ya kahawa. Na sehemu zingine majani. Kahawa iko na shilingi saa hii. Kahawa yenye rais alipata ikiwa shilingi 70 kwa kilo. Mwaka huu wakulima wamelipwa shilingi 110 na wengine huko Embu wamelipwa shilingi 147 kwa kilo ya kahawa. Kwa hivyo nitawauliza, mkichagua viongozi, muzingatie mambo yenyu ya pesa mfukoni. Kiongozi ambaye ataangalia maslahi yenyu ya pesa mfukoni. Muelimishwe mambo ya kukuza kahawa. Serikali iko na mpango ya kupea wakulima seedlings ya kahawa, seedlings ya chai, seedlings ya sugarcane na mambo ya avocado. Pia hayo mjumuike nayo ili muingie kwa kilimo, tuweze kujitosheleza kwa chakula na pia kujimudu maishani tukiwa na pesa mfukoni. Na nataka niwarekebishie hapo, rais hajaenda Uchina kukopa, ameenda kutafuta wawekezaji. Hata hiyo barabara mnasikia ya Rironi Mau Summit, sio Rironi ikomee Mau Summit, itajengwa as an investment, itoke Rironi Mau Summit mpaka kwa boda ya Malaba ili Kenya yote ifunguke. Na nilisikia governor akisema ya kuwa hiyo barabara ikijengwa, alisema inafungula Sialosino, itafungua sehemu hii. Inafungula Sialosino. Si ndio governor alisema? Nikasikia nikajua hiyo amesema itafungua sehemu hii. Vile Thika Road ilijengwa na Mheshimiwa Mwai Kibaki, ikafungua sehemu ya Thika, ikafungua Murang'a, ikafungua Nyeri. Pia Rais William Ruto ajenge barabara kutoka Rironi ifike mpaka Malaba ili ifungue sehemu hii, uchumi wenyu uweze kupanuka kama Kenya ingine. Hata ikifika wakati wa Christmas, last year tuliona watu wanalala kwa barabara. Kwa muda wa miaka 2 hiyo barabara itajengwa, ikamilike, hakutakuwa na mambo ya watu kulala tena kwa barabara na uchumi wenyu ipanuke ili mkue wa Kenya kama wa Kenya wengine. Sio itakuwa sawa?